Na dhamira hiyo inaonyesha kuwa wazi kwa sababu hakuwa na nia njema. Ndio maana miongoni mwetu hayuko yoyote ambaye alifikishwa kwenye police station kuwa registered na kutajiwa kosa lake ni utaratibu gani ameukosea wa kwenda kuhudhuria kwenye mahakama kusikiliza kesi inayomkabili mheshimiwa mwenyekiti wa chama. Naomba ninukuu maneno kwenye Biblia hapa ili kuweka kumbukumbu sawa. Yanapatikana kwenye Mathayo sura ya 7 aya ya 1. Msihukumu msije mkahukumiwa, ninyi kwa kuwa hukumu ile mhukumayo ndiyo nanyi mtakayo hukumiwa nayo. Hii message imfikie Jumani Mlio. Jeshi la polisi halipashwi kukamata, kuhukumu na kufanya judgment. Maana yake limejigeuza kuwa mahakama. Kwanza umewakamata watu hujawaeleza kosa, lakini umekwenda kuwatesa, na isitoshe kuwatesa basi angetubeba akaturudisha sehemu ambayo tunaweza tukapata msaada. Wametutelekeza maporini. Wewe mwenye kuliwa na wanyama na aliwe, na baadaye anakanusha mbele ya umma. Wito wangu, sitaki kuathiri msimamo wa chama, hotuba ya katibu mkuu wa chama na makamu mwenyekiti, lakini kama sehemu ya muhanga, waziri wa mambo ya ndani, IGP Camillus Wambura, kama hawana baraka dhidi ya Mlio katika hicho alichokifanya kulipaka matope jeshi la polisi, ikiwa wahanga tupo na tumepona kwa bahati mbaya, waweze kumwajibisha kadri ambavyo mamlaka inataka. Lakini kama baraka zao ziko, na iwe hivyo. Ndugu zangu, haya mambo yote haya yametokana na kile kinachoitwa no reform no election. Baada ya kusimulia hiki, nizungumze pongezi zangu za dhati kwa uongozi wa kanda ya Pwani ukiongozwa na mwenyekiti wa kanda ya Pwani alimaarufu kama Boniai, katibu wake wa kanda Oscar Kimea wa Chadema mstaafu wa jiji la Dar es Salaam, ambaye ameshiriki akiwa na katibu wa kanda ya Pwani kwenye kuhakikisha gharama zote za watu tulioguswa na hii ghasia zinatolewa na tunasimamiwa effective mpaka tunafika hapa tukiwa salama. Lakini nipongeze tena mheshimiwa mwenyekiti wa kanda ya Magharibi ambaye yupo kwenye jopo la mawakili wanaomtetea mteja wao ambaye ni mwenyekiti wetu wa chama mheshimiwa Tundu Antipas Mugwai Lissu kwenye kesi inayomkabili, baada ya kupata taarifa za majeruhi na ikiwemo miongoni mwa majeruhi mmoja anayetoka kanda yake, pamoja na shughuli ngumu ya kimahakama, alipata muda wa kuwa na mimi na kunichukua kuwa naye katika hatua zingine zozote zilizosalia baada ya kutoka hospitali mpaka kufika hapa. Nimewasili juzi usiku. Kwa hiyo ninamshukuru sana, ninampongeza yeye binafsi, naipongeza ofisi ya chama ya kanda na wengine wote ambao siwezi kuwaelezea walioweza kutuma salamu weidha kwa simu, pamoja na usumbufu waliopata kwa siku 2 mfululizo kuwa simu yangu haiwezi kupiga na ilikuwa imevunjwa. Nadhani kuna upande mmoja imevunjwa wakati wananidai nitoe password kwa lazima. Waliweza kuhangaika baada ya kuona kwenye mitandao ya kijamii kuweza kufuatilia afya yangu. Wito kwa wana Magharibi wote na Watanzania wenzangu, hiki chama hiki nachelea kusema na sina budi kusema
ni mpango wa Mungu. Majaribio yote ya kufikiri kukiua chama hiki yamegonga ukuta. Na sasa ninakubaliana kabisa na msimamo wa Mheshimiwa mwenyekiti wa chama, Mheshimiwa Tundu Antipas Mugwai Lissu. Ninakubaliana na msimamo wa kamati kuu, baraza kuu na mkutano mkuu wa chama taifa. Wakati tunakwenda kwenye haya mapambano, kila mmoja mwenye dhamira ya dhati tumeshafanya hesabu na gharama ya kuyapata mabadiliko haya. Wito wangu kwa wanachadema wenzangu, damu yetu iliyomwagika kwenye viunga vya mahakama kuu ya Kisutu, iliyomwagika kwenye mapori ya kutesea raia wasio na hatia, mapori ya Ununio, inayoendelea kumwagika na iliyomwagika ya Faza Kitima, ya ndugu yangu mwanaharakati Mdude Nyagali, ambaye kwa masikitiko makubwa mpaka hatua ya sasa tunazungumza hajatambulika wala kufahamika mahali alipo tangu alipovamiwa saa 8 usiku wa kuamkia tarehe 2 nyumbani kwake na watu waliojitambulisha kama ni maafisa wa polisi. Mpaka sasa hatambuliki alipo. Faza Kitima, kiongozi wa Katoliki na mimi ni Mkatoliki, ninaungana na Wakatoliki wote nchi nzima na mahala popote duniani. Naomba niseme damu hii haitamwagika bure. Tumekubali kupita katika uvuli wa mauti, wachache miongoni katika wengi, ili tuweze kubeba dhana ya haki katika uhalisia wa haki tukiona inatendeka. Baada ya salamu hizo na stori mfupi ya kile ambacho kilijiri Dar es Salaam tarehe 24, lakini pia nimshukuru Mungu niliendelea kuona dhamira ya Jumane Mlilo baada ya kuwa nimetoka hospitali na kushiriki kesi tena tarehe 28, namna ambavyo viunga vya mahakama kuu ya Kisutu viliendelea kuchezewa na Wizara ya Mambo ya Ndani chini ya waziri mwenye dhamana, chini ya IGP, chini ya Kamanda Mlilo, kuchezea na kuinajisi mahakama, kuionyesha dunia kuwa mahakama ya Kisutu sasa sio uwanja wa haki, ni uwanja wa kivita. Hatukuruhusiwa kwenda kuona kesi ikiendeshwa na kusikiliza hicho kinachoitwa uhaini dhidi ya kesi na mkabili Mheshimiwa mwenyekiti. Sasa kwa kuwa jambo liko kwenye mahakama, sheria inatuzuia kuzungumza hicho kinachojiri, lakini nimesikiliza tamko la rais wa TLS, Tanzania Law Society Tanganyika. Nimesikiliza msimamo wa mawakili wanaomtetea Mheshimiwa Lissu wakiongozwa na mwanasheria wetu mkuu wa chama, namna ambavyo wameomba kesi ile ni kesi ambayo ina interest kwenye jamii, ni public issue, iweze kusikilizwa katika viunga vya wazi. Na binafsi nitoe wito wale wote ambao tunafikiri katika haki, na siku zote haki haiombwi, haki inapiganiwa, tusichoke kwenda kusikiliza kesi ya Mheshimiwa mwenyekiti Kisutu kwa vyovyote itakavyokuwa. Sisi tuliopigwa, nitoe wito kwa Jumane Mlilo, kusalia kuwa hai ni kuniimarisha na kunipa spirit ya kusimamia msimamo wa chama wa no reform no election. Na jambo hili inawezekana operation nyingi na misimamo ya Chadema ilipita huko nyuma. Tutasikia kwamba msimamo huu, binafsi niko tayari kutangulia mbele ya haki, lakini kizazi changu kije kiishi katika neema. Nitakuwa mwenda wazimu kwa kushuhudia haya yanayoendelea, kwa kushuhudia namna ambavyo watu wanakanyaga haki, eti mimi nikalinda utu wangu
watoto wataniuliza, baba, ulikuwa wapi akitendeka haya? Ni afadhali washuhudie umauti wangu katika kupigania haki. Sitarudi nyuma, na ninashawishi wenzangu wote wanaoamini katika haki tusirudi nyuma, kwa sababu hakuna anayejua kesho yake. Sote tutakufa. Kwa wanaoamini maandiko, wanaoamini vitabu vitakatifu, wote tunajua huwezi kuionja pepo bila kugusa mauti. Inategemea unakufa katika utaratibu gani. Jumane Mlilo alitaka tukafie poli la Unio, lakini Mungu akasema bado muda wetu. Mheshimiwa Lissu alipigwa risasi 16. Hivi tunapozungumza anayo moja kiunoni kwake. Dhamira aliyompiga ilikuwa ni kumuua. Mungu akasema huyu ni mbeba maono, hata kufa paka yatimie. Leo anakabiliwa na kesi ya uhaini. Tunaamini kesi hii inakwenda kulifanya taifa kuwa huru na tutashinda.